Ninaitwa Abdul Karim Muhammad, ni mkazi wa hapa katika huu mji wa Kitonga. Katika kuhusiana na hili swala la vurugu ambazo zilitokea tarehe 29, ni swala ambalo ninasema kwamba si zuri, haliwezi kuleta faida yoyote katika jamii yetu. Sipendi litokee tena kwa sababu kwanza kuna athari kubwa ambazo zinapatikana pindi yanapotokea masuala ya vurugu katika jamii moja. Moja ni kwamba mambo mengi yanakuwa yanasimama, lakini pia yanapelekea katika kuanguka kiuchumi, uchumi wa mtu mmoja mmoja, lakini pia uchumi wa taifa. Uchumi wa mtu mmoja mmoja, tukiangalia maisha yetu sisi wa Tanzania, si ya kusema kwamba unaweza ukasimama, hasa kwa maana kwamba kwa mfano zilipotokea hizi vurugu ndani ya takriban siku 5, lakini asilimia kubwa ya jamii ya Watanzania waliathirika kiuchumi. Na watu ingawa walijitahidi wengine kusema kwamba tununue bidhaa na kuweka ndani, lakini bidhaa zile zilikwisha. Kwa sababu gani? Kwa sababu kipato chake ni kipato kidogo, hawezi aka-maintain kwa muda mrefu kiuchumi. Lakini pia tunaambiwa hata serikali yetu ilipoteza takribani mabilioni ya fedha kutokana na vurugu hizi. Tukiangalia kwa mfano miundombinu mbalimbali kama mwendo kasi iliharibiwa, vituo vya watu binafsi vya mafuta viliharibiwa. Sasa hili ni swala ambalo kwa kweli linaleta uduni wa jamii ama taifa fulani. Sasa ni jambo ambalo kwa mimi binafsi siwezi nikaliunga mkono. Sisi Tanzania tumezoea kwamba ni nchi ya amani. Na hili jambo hao ambao walipanga kwamba walisema kwamba watafanya hivi vitu kabla ya tarehe hiyo 29, walisema, ingawa kulikuwa na kauli hizo, lakini sisi hatukuamini kabisa kwamba hii hali itatokea. Hata katika mioyo yetu bado tunaamini, tuna mashaka kwamba je, ni kweli Watanzania ambao waliamua kuchukua hatua hizi za ujasiri huu? Kwa sababu Watanzania tukiangalia kutokana na amani ya muda mrefu ambayo imetawala katika nchi yetu hii, inakuwa ni ngumu kuamini kwamba kweli walikuwa ni Watanzania. Na kama ni Watanzania ambao walifanya vitu kama hivyo, tunaomba kwamba lisirudie tena hili swala, na kama kuna madai ambayo wanadai, wanatakiwa tufuate taratibu, kwa sababu tunapofanya conflict katika jamii ili kuondoa vurugu, kwa sababu kuna njia mbalimbali za kuondoa na kuleta maridhiano ama kuleta amani katika jamii. Moja, kuna njia ambazo za kukaa pamoja na kuweza kujadili. Ni vitu ambavyo nchi nyingi zinatumia utaratibu huo. Naweza kusema kwamba yale kwa kifupi hayakuwa katika mfumo wa maandamano, kwa sababu maandamano tunaangalia nchi za wenzetu wanachukua mabango kwa utaratibu kabisa. Tukiangalia nchi za wenzetu ambazo wameendelea, kwa utaratibu wanachukua mabango yao, wanakwenda katika sehemu husika, mabango yanaeleza yale ambayo tunasema sisi yalitokea maandamano makubwa. Kwa mimi sioni kama ni maandamano, kwa sababu kwanza yamefanya uharibifu. Na tukiangalia katika mitandao ya kijamii sasa hivi, kutokana na sayansi na teknolojia, tumeona watu wakiwa wanapora, wakiwa wanavunja maduka ya watu, kiasi kwamba sasa hivi tunaweza kusema kwamba kunaweza kukatokea vurugu za namna mbili. Vurugu ya wale wa raia wenyewe wenye mali, lakini pia vurugu za wale raia ambao wanafanya hizo vurugu katika ile jamii. Sasa inawezekana kwamba ikatokea machafuko makubwa sana. Sasa yanapotokea machafuko, mambo mengi huwa yanasimama katika jamii, na kiasi kwamba uchumi unakuwa unashuka chini, uchumi wa mtu binafsi, lakini pia uchumi wa taifa letu. Hawa watu kama kuna madai ambayo wanadai, wachukue utaratibu wa kidiplomasia kabisa, waende katika vyombo husika, kisha pale ndipo wataweza kupata maridhiano yao vizuri kabisa. Wasichukue hatua ambazo zinaweza